fupi zinazozungumzia masala ya ndoa, pana mafundisho mingi ndani. Miongoni mwa mafundisho hayo ni kuwa masala ya kuoa kwa kijana mwanamume au kuolewa kwa kijana mwanamke si nyongeza katika maisha, si jambo la ziada kwamba nikifaulu nitafanya na kama sikufaulu sifanye. Japo halijafika kwenye kiwango cha wajibu kwa maana ya hukumu za kisharia, lakini kwa maana ya miundo ya kimaumbile, falsafa ya kimaumbile, yoyote katika hawa wawili, mwanamume au mwanamke, anapokuwa bado hajatimiza tendo hili la ndoa, huwa ana upungufu katika kutimiza lengo la maumbile ya kuwepo hapa duniani. Na ndio utaona aya ya kwanza katika Suratun Nisa iliyoisoma, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitaja kuumba al-khalq, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum, huko katika kuzungumza kumuumba mwanadamu. Hapo kwa hapo ameingiza suala la nini? La mke. Min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha. Kwa hivyo masala ya nafs na zawju nafs yana mahusiano ya kina na suala zima la kimaumbile al-khalq. Khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha. Vile vile aya ya pili Mwenyezi Mungu alipotuambia wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Kwa hivyo masala ya kupewa wake yamekuja katika masala an khalaqa lakum, yana mahusiano na maumbile. Ukirudi kwa baba yetu Nabii Allahi Adam, hakukuwa na nafasi kati ya kuumbwa yeye na kuumbiwa mkewe, na baadaye ikaunganishwa ya Adamu uskun anta wa zawjukal janna. Kwa hivyo unapokuwa huyaoa kama mwanamume ama hayaolewa kama binti, bado pana punguani katika kutekeleza lengo la kimsingi la kuumbwa. Na hii ndio utakuja kufahamu maana ya mke ni nusu ya mwanamume na mwanamume ni nusu ya nani? Ya mwanamke. Wakitimu wawili ndio watimiza mwanadamu kamili anayetaka katika hii ardhi atekeleze majukumu ya Mwenyezi Mungu. Na ndio utakuja kuifahamu man razaqahu Allahu man tazawwaja faqad waqa shatra dini, sababu dini ni katika maumbile. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ibada ndio hiyo dini. Dini haiwezi kukamilika na hapawezi kupatikana sakina, utulivu wa kinafsi, utulivu wa kifikra ambao utatuwezesha sisi kutekeleza malengo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hii dunia mpaka kupatikane ndoa. Na ndio Mwenyezi Mungu akatwambia litaskunu ilaiha, na ndio akamwambia Nabii Allahi Adam uskun anta wa zawjuka aljanna. As-sakina, utulivu wa kimawazo, utulivu wa kifikra, kwa sababu mtu ambaye hajaoa hajaweza kuwa na utulivu. Akusanye starehe zote za ulimwengu ni kama mtu atembeao kwa kiatu kimoya. Avae atakavyokuvaa, kila aina ya fakhri ya nguo, aipambe atakavyokuipamba na kila fakhri ya mapambo, lakini maadamu yuwatembea amevaa kiatu, hawezi kuwa
na sakina na utulivu, ama wanavyotuambia siku hizi, hawezi kuwa comfortable, atajiona ana upungufu bado namna anavyofanya. Na sisi tuko hapa kushuhudia leo ndoa ya hawa vijana zetu ambao wamekuja kukamilisha nusu ya dini yao. Letu sisi ni kuwaombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yawe maingilio yao katika ndoa ni maingilio ya kheri, na ni katika kutekeleza fardhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu awape sakina, Mwenyezi Mungu awape tumaanina, Mwenyezi Mungu awape masikizano, Mwenyezi Mungu awaruzuku wana wema, waendeleze kizazi chema kama walivyolelewa wao, na wao walee, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala warahamu waliotangulia katika darul akhira, wazee wetu, ndugu zetu, na hasa ndugu yetu ambaye leo tulikuwa tunatarajia ndio atakuwa ameshika sukani mahali kwa mahapa, Sayyid Abubakar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amrahamu pale alipo, amtilie nuru ya harusi hii katika kaburi yake, iwe ni nuru ya kudumu na yeye mpaka amkutanishe na nurul anwar Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wal afwa minkum.